Bwana asipochunga, wenye kuchunga wachoka bure. Sikiliza namna Mungu alivyotuokoa, tukiwa watoto wadogo, toka mkono wa bandia trafiki wa viungo vya mwili. Katika kijiji kidogo, tulikuwa watoto watatu, marafiki wazuri. Mimi mdogo mwenye miaka 9, mkuu wangu wa miaka 11, na rafiki yetu mkubwa wa miaka 15. Huyu wa miaka 15 alituomba sisi rafiki zake twende shambani kwao kuchuma matunda. Siku hiyo tulipotoka shuleni tukaamua kwenda porini kukata mapera, yani goyave, matunda ambayo tulipenda sana. Hasa cha zaidi hatukutaka kuarifu wazazi wetu. Tukiwa porini, tulijawa na furaha huku tukicheka na kukata matunda. Tulikula na mengine tukaweka ili kuyatumia tukiwa tumefika nyumbani. Wewe unayetusikiliza, utuambie unatufata ukiwa wapi. Ikiwa umependa kutusikiliza, weka picha ya moyo, hearts, kwenye komenti. Kama hauja subscribe kwa chaneli yetu, gusa subscribe au saboner ili uongeze kundi letu. Baada ya kuchuma matunda, tulirudi. Lakini njiani furaha yetu iligeuka kuwa hofu. Tulipokutana na mtu mwenye madhara, bandia mmoja, aliyejaa tamaa mbaya ya biashara ya trafiki ya viungo vya mwili. Bandia alitaka kutuchukua ili kukata vichwa na kufanya biashara ya haramu ya trafiki ya viungo vya mwili. Kila mtu alikimbia kwa ujasiri isipokuwa mimi mdogo wa wote nikiwa na miaka karibuni 9, ambaye alinikamata kwa mabega huyu bandia. Bandia huyu akiwa amenishika kwa nguvu, akitaka kukata kichwa. Hapa nililia kwa sauti, kumwomba Mungu anisaidie. Nilizaliwa katika jamaa ya Kikristo, wazazi wametufundisha na tunaenda kanisani. Ila bado nilikuwa sijamkubali Yesu Kristo moyoni mwangu. Nilijua kwamba nalihitaji msaada, lakini hakuwa na tumaini. Mungu alikuwa na mipango tofauti. Wakati bandia alijaribu kutoa kisu kutoka kwa miguu yangu, maana mahali nilipokuwa nimesimama ni hapo alikuwa ametia kisu. Alihisi uzito mzito sana kuniondoa hapo. Mungu alificha nguvu kubwa ndani yangu, na bandia alishindwa kutwaa kisu cha hatari ili atimize lengo la kuniua. Ingawa nalikuwa mdogo, aliamua kuniacha na akokote kisu chake na mikono miwili. Alijikuta katika hali ya kutokuweza kufanya chochote, kwani nilikuwa nimemkimbia. Kwa bahati nzuri na neema ya Mungu kwangu, bandia aliniacha bila kusita, na alikimbia kwa kasi, nikijawa na hofu, furaha na kushukuru Mungu kwa kuniokoa. Wale wenzangu wawili walifika kwa hofu, wakiona mimi mdogo siko pamoja nao. Ilikuwa mshangao. Baada ya muda mwingi, naliwafikia nyumbani nikiwa mzima, baada ya vita kali na kulia kwa sauti na woga mwingi. Tulipoonana wote, tulifurahi na kushikana mikono hapo nyumbani wote tukiwa salama, tukijua kwamba Mungu alikuwa pamoja nasi na ametupigania. Twaweza kujua hakuna jambo gumu kwa Mungu. Hii ilikuwa ni hadithi ya ujasiri, uokoaji na imani inayowapa nguvu waamini na Wakristo wote. Watoto wengi huondoka nyumbani bila kuagana na wazazi, na mambo mabaya inaweza kuwapata huko. Ulinzi wa watoto umekuwa na magumu sana kufatana na mabandia wanaoendesha trafiki za viungo vya mwili. Tuombe Mungu ulinzi wa jamaa zetu. Zaburi 127, sura ya 1, inasema kwa Kiswahili: isipokuwa Bwana ijenge nyumba, wajengao wajisumbua bure. Isipokuwa Bwana aulinde mji, mlindaji analinda bure.
Hadithi hii inatufundisha kuwa hata katika hali ngumu Mungu yuko tayari kutuokoa na kutufanya tuwe salama. Wewe unayefuata video hii, weka shauri na maoni yako kuhusu hadithi hii. Kwa wazazi, kwa watoto, na ulinzi wa watu na kadhalika, weka komenti yako. Tuma video hii kwa kutangaza ulinzi wa Mungu kwa jamaa zetu. Gusa kidole cha kupenda kutunga mkono. Subscribe au jiabonner kuongeza timu yetu ya kutangaza injili na ushauri. Ubarikiwe sana. Aksanti.